بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuamka salama. Hii ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizotuneemesha katika siku hii ya leo, kwani kuna wengi ambao hawajaamka salama, lakini pia kuna wengi ambao wametangulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Lakini sisi tumeamshwa salama na Allah subhanahu wa ta'ala, tuna wajibu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali salatu subhi kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii ya kuamka na kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona tuianze siku yetu kwa ibada, na Muislamu unapoianza siku yako kwa ibada, siku yako inakuwa ina baraka, siku yako inakuwa ina mafanikio. Ni vyema kwa hakika mtu kuianza siku yake kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kubaki katika kikao cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikao cha kujifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo tunasema kila siku kwamba huwa halipindwi na nafsi, halipindwi na shaitani. Unapomshinda shaitani ukaishinda nafsi yako, ukahudhuria katika durusi kama hizi, hiyo ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu al-fiqh al-muyassar fi dawi al-kitab wa sunnah, tulikuwa katika mlango wa 15 na leo
tutasoma almas'alatu at-tasi'a, mas'ala ya 9 katika mlango wa 15. Mas'ala haya yana kichwa cha habari kinachosema at-ta'ziya hukmuha wa kaifiyatuha. Tutajifunza ta'ziya, hata Waswahili wanaita hivyo ta'ziya, hukumu yake na namna ya kutoa ta'ziya. Wat-ta'ziyatu hiya tasliyatul musabu. Ta'ziya maana yake ni kwenda kumliwaza aliyepatwa na msiba. Wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi, na kumpa nguvu ya kuweza kuvumilia msiba wake. Hiyo ndio maana ya ta'ziya. Ta'ziya tunavyofahamu ni kwenda kumpa pole mfiwa, lakini pia kumliwaza kutokana na msiba aliyoupata, kwamba ndugu yangu, rafiki yangu, jamaa yangu, mfanyakazi mwenzangu amekuja kwa ajili ya kunipa pole, lakini pia kuniliwaza, lakini pia kunipa nguvu kuvumilia msiba niliyoupata. Fatudhkaru lahu al-adiyatu wal-adhkaru al-waridatu fi fadilati as-sabri wal-ihtisabi. Na vile vile mtu akienda kumpa pole mfiwa, anatakiwa amkumbushe dua ambazo anatakiwa kuziomba kumwombea maiti wake, lakini dua hizo ziwe ni zile ambazo zimepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Lakini vile vile amkumbushe kunako na subira, kwamba asubiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msiba huwa hauzoeleki. Mtu anapopata msiba anatakiwa kuhusiwa kusubiri na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kwa kupitia msiba huu kuwa na subiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile taraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kupitia msiba huu tarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye atakayekulipa kutokana na msiba wako huu. Wa tushra'u ta'ziyatu ahli al-mayyit, na ni sheria kwenda kuwapa pole watu waliofiwa, bima yukhaffifu anhum min musabihim, kwa kuwapa maneno ambayo yatawapunguzia machungu ya msiba wao. Wape maneno mazuri, na wape maneno ambayo wayahmiluhum ala ridha, yatakayowapelekea wao kuridhika kwamba haya ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabri, na kusubiri, bima thabata anhu sallallahu alayhi wasallama. Utamweleza, utampa nasaha kwa kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, in kana ya'lamuhu, ikiwa anajua maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ikiwa anafahamu aya, anaweza akampa aya inayohusiana na msiba. Kama anafahamu hadithi, anaweza akampa hadithi ambayo inahusiana na msiba. Almuhimu ni kumliwaza na kumfanya awe ni mwenye kuridhika na qadar, lakini pia awe ni mwenye subira kutokana na kile ambacho kimempata. Wa yastahdhiruhu, atamhudhurishia vile vile
maneno mema, maneno mazuri. Wa illa, na kama hajui aya wala hajui hadithi na amekwenda kumpa ta'zia, kumpa pole mtu ambaye amepatwa na msiba, fabima tayassara lahu min alkalami alhasani, atamwambia maneno mazuri, alladhi yuhaqqiqu algharada, maneno mazuri ambayo yanahakikisha lipatikane lengo la wewe kwenda kumliwaza mtu ambaye amefiwa. Maneno ya Kiswahili tu ya kawaida, bwana kuwa na subira, haya ni makadirio ya Allah, huyo ametangulia lakini nasi pia tuko nyuma yake, kikubwa ni kufanya maandalizi, lakini pia tumuombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amfanyie wepesi huko alikoenda. Alimuhimu ni kwamba unampa maneno ambayo yanamliwaza na kumweka sawa. Wala yukhalifu shar'a, na wala asiende kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kwenda kutoa pole azingatie, asije akaenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ani Usama ibn Zaid qala, Usama ibn Zaid anasema, kunna 'inda an-nabii sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tuko kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, fa arsalat ilayhi ihda banatihi, moja ya mabinti zake akamtumia ujumbe mtume sallallahu alayhi wasallama, akamtuma mtu, tad'uhu, akamuite, watukhbiruhu, na ampe taarifa, anna sabiyan laha au ibnan laha, hakika mtoto wake fil mauti, mtoto wake amefariki. Kwa nenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ukamwambie mtoto wangu amefariki. Alipofika yule mjumbe akamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam, nimetumwa na binti yako, anasema kwamba mtoto wake amefariki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, mtume naye pia akamwambia yule mjumbe, irji ilaiha, rudi kwa huyo binti yangu ambaye amefiwa na mtoto wake, fa akhbirha, kampe habari, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, hakika ni cha Allah alichokichukua na ni chake ambacho alikuwa amekitoa. Anatakiwa ajue hivyo kwamba hicho alichokuwa nacho ni cha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ameamua kukichukua. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, na kila kitu kwake yeye kina muda maalum. Muda ukifika kitaondoka. Kwa hiyo kamweleze maneno hayo. Famurha, muamrishe, faltasbir, awe na subira, waltahtasib, na atarajie malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia msiba huo. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية. Sheikh mwenye kitabu anasema, na haya maneno ni maneno mazuri ya mtu kuyasema anapokwenda kumpa pole mfiwa. Amwambie maneno haya ni mazuri sana, ni maneno ambayo yanamliwaza, afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wakati wa kila kitu, kila mmoja ana wakati wake. Ukifika wakati huo ataondoka katika ulimwengu huo. Kwa hiyo kila kitu kimewekewa muda wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayambaghi 'inda al-'azai, na yatakikana wakati wa kwenda kutoa pole, tajannubu ba'dhi al-umuri, kujiepusha na baadhi ya mambo, allati intasharat baina nas, mambo ambayo yameenea kwa watu hivi leo, na mambo hayo yanakwenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa laha aslun fi shar'i, na mambo hayo haana asili katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu tuna mipaka.
Kila jambo limewekewa mipaka yake, na kila jambo limefundishwa namna ya kuliendea. Kwa hiyo unapokwenda kutoa pole, zingatia ile miko ya dini yako, zingatia mipaka ya dini yako. Kwa kuna baadhi ya mambo huwa yanafanyika katika kwenda kutoa pole, na mambo hayo huwa yanakwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, miongoni mwa mambo hayo, al-ijtima'u lit-ta'ziyati fi makanin khasin, ni watu kukusanyika kwa ajili ya kupokea pole katika sehemu maalumu. Bijalbil karasi, kwa kuvuta viti. Watu wameweka viti kabisa kwamba hivi ni rasmi kwa watu ambao wanakuja kutoa pole. Wal idhaati, na wameweka mpaka na mwanga. Imetengenezwa kwamba hii sehemu ni kwa ajili ya watu wakija kutoa pole. Wal qurra'i, na kuna watu ambao wanaweka kwa ajili ya visomo. Haya ni mambo ambayo hayapo. Haya ni mambo ambayo hayajafundishwa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fika, toa pole mara moja na kuondoka, nenda zako ukaendelea na majukumu yako. Ama kukaa muda mrefu, inaonekana kwamba hiyo ndio kumpa mtu pole, na watu kuendelea na mastori yao, kuongea habari ya Simba na Yanga, na watu kuendelea kuongea mambo yao ya kisiasa, na moto wamekoka. Hayo mambo hayajafundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala hayajafundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wanaweza wakakaa wiki nzima wako hapo. Kwa hiyo mambo hayo Muislamu anatakiwa kujiepusha na mambo hayo. La pili, amalu at-ta'ami khilala ayami al-azaa min qibali ahli al-mayyit lidhiyafati liwaridina lil'azai. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kujiepusha nayo, na watu wanayafanya mambo hayo na si ya kisheria, ni kutengeneza chakula, kupika chakula ndani ya masiku yale ambayo wameyaweka wao kwamba ni masiku ya kutoa pole. Na chakula hicho kinatengenezwa, kinachukuliwa kwa watu ambao wamefiwa. Wakati mwingine mfiwa anaingia madeni, anaenda kuchukua mchele dukani, anachukua sukari dukani, buchani anachukua nyama. Watu wanakula kwa uchache, labda watu wanaweza wakakaa siku 3 wako pale, wanakula wanakunywa, asubuhi, mchana, usiku. Yani mpaka yale masiku yanakuja kumalizika, unakuta mfiwa ana deni kubwa. Baada ya hapo anaanza kuhangaika kulipa madeni. Jambo hili halifai, kutengeneza chakula na watu kuja kula kwa wafiwa, watu ambao wamefiwa, watu wanakwenda kula hapo. Jambo hili haliruhusiwi na sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo unapokwenda kutoa pole, jiepushe na jambo hili la kutengeneza chakula au watu kula chakula katika nyumba ambako umetokea msiba. Lihadithi Jariri, kwa hadithi ya Jariri al-Bajali radhiyallahu anhu, qala, Jariri anasema, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit, tulikuwa sisi tunahesabu kukusanyika katika nyumba ya msiba, wasani'ata at-ta'ami, na kutengeneza chakula, baada dafnihi, baada ya kuzika. Jambo hilo tulikuwa tunalihesabu minan niyaha, ni katika kuomboleza ambako hakufai. Kwa hiyo jambo hilo tulikuwa tunalihesabu ni katika kuomboleza ambako kumekatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waliofiwa wao wanatakiwa watengenezewe chakula, na majirani na marafiki na jamaa
waliwazwe, wabembelezwe, wale. Lakini nyumba ilikotokea msiba haparuhusiwi kabisa hata kuwasha moto. Chakula cha wafiwa kipikwe kwa majirani, waletewe, wabembelezwe, wale, kwa sababu wamepata msiba. Miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika na si ya kisheria ni tikraru ta'ziya, ni mtu kurudia kwenda kutoa pole. Ameenda leo nyumba ya msiba, kesho ameenda tena, kesho kutwa ameenda tena. Faba'dhu an-nasu yadhhabu ila ahli al-mayyit, baadhi ya watu huwa wanaenda nyumba ya msiba akthara min marra wa yu'azihim, anaenda zaidi ya mara moja kwa ajili ya kutoa pole. Wal aslu an takuna ta'ziyatu marratan wahida, na asili na inavyotakikana ni mtu kwenda mara moja kutoa pole, kwenda mara moja, na wala hakuna haja ya kurudi. Walakin idha kana alqasdu min tikrariha at-tadhkir, ikiwa lengo lake la kwenda kurudi tena kutoa pole ni kwa ajili ya kwenda kuweka mambo sawa, kwa ajili ya kwenda kukumbusha, kwa ajili ya kwenda kutoa mawaidha, wal amra bisabri, na kwenda kumwamrisha mfiwa kusubiri kwamba anatakiwa awe na subira, waridha biqada'i llahi wa qadarihi, na kuridhika na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuridhika na hukumu ya Allah na makadirio yake, fala ba'sa, itakuwa haina ubaya. Wa amma in kana tikraruha lighairi hadha alqasd, ama ikiwa kurudirudi kwenye nyumba ya msiba si kwa ajili ya lengo hili, fala yambaghi, haitakikani, li'adami thubuti dhalika 'ani nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa kukosekana kuthibiti hilo kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama wa ashabihi, na masahaba zake. Kwa Muislamu unatakiwa kujiepusha na hili. Na hili mara nyingi watu huwa wanalifanya. Mtu anaweza akaenda mara kadhaa katika nyumba ya msiba, na hasa pale inapotokea kwamba watu wamechelewa kuzika, watu wataendelea kukusanyika pale. Kama ni siku 3 wataendelea kuwepo pale siku 3. Yani siku zote watu wakienda kinyume na mafundisho ya dini, ni lazima makosa hayo yatapatikana. Siku zote watu wakienda kinyume na dini, wakawa wana matakwa yao wao wenyewe, ni lazima makosa yatapatikana, na ni lazima watu watapata madhambi. Kila kitu tunatakiwa tuangalie dini inasemaje kunako na masala haya. Jambo hili dini inalielezeaje? Kila kitu watu wanatakiwa wafuate dini, maelekezo na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sunnatu an ya'mala aqriba'il mayyit, na ilivyokuwa sunna an ya'mala aqriba'ul mayyit, ni kutengeneza watu wa karibu wa maiti, wajiranuhu, na majirani zake, li ahli almayyit, kuwatengenezea watu waliofiwa tuaman, wawatengenezea chakula. Marafiki, majirani wanatakiwa wawatengenezea wafiwa chakula. Yani wao wasiwe na bajeti yeyote ya kuwatengenezea watu wanaokuja pale kwenye msiba chakula. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, isna'u li ali Jaafara ta'aman, watengenezeeni watu wa Jaafari ta'am. Baada ya kufariki Jaafar, sahaba huyu ambaye alikuwa anapendwa na mtume sallallahu alayhi wasallama, alipofariki mtume alitoa maelekezo, akawaambia watengenezeeni watu wa Jaafar chakula. Isna'u
li ali Jaafar ta'aman, watengenezeeni watu wa Jaafar chakula. Kwa nini mtume asema hivyo? Akasema faqad atahum amrun yushghiluhum, hakika wao wamepatwa na jambo ambalo linawashughulisha. Hakuna jambo linaloshughulisha kama msiba. Kwa hiyo wamepatwa na jambo ambalo linawashughulisha, au atahum ma yushghiluhum, au mtume alitumia maneno hayo kwamba wamepatwa na jambo ambalo linawashughulisha, kwa hiyo watengenezeni chakula. Na huu ndio taratibu mzuri kwamba kwenye msiba majirani, marafiki watafute namna ya kuwatengenezea wafiwa chakula, sio wafiwa waanze kuwatengenezea wao na kuwaandalia wao chakula. Haya mambo yameanza tu sio muda mrefu, sio siku nyingi. Hata siku za nyuma kule ilikuwa siku ya msiba, watu wanakwenda na mavyakula, wanakwenda na maunga, kisha chakula kinapikwa kwa jirani, watu wanapewa chakula wanakula. Hata ukiwauliza wazee, na wazee wanalifahamu hili, kipindi cha nyuma nyumba ya msiba ilikuwa hapawashi moto, wanapambana watu mpaka kinatengenezwa chakula, na kinatengenezewa kwa jirani, kinatengenezwa chakula, wafiwa wale wanapelekewa chakula. Kama kuna wageni wanapewa chakula. Wanaoshughulika ni akina nani? Wanaoshughulika ni wageni, ni majirani na ndugu, sio waliofiwa wanashughulishwa na jambo hilo kwamba watu hawa mtawapa nini. Yaani mfiwa anaanza kufikiria kwamba atawapa nini wale ambao wanakuja kwenye msiba. Hii haifai. Msiba ni kitu kizito. Wafiwa wanatakiwa waliwazwe na wasibebeshwe mzigo. Wa amma albukau walhuznu ala almayyit, na amma kulia, kutokwa na machozi na kuhuzunika kwa ajili ya msiba, fala ba'sa bihi, jambo hili halina ubaya. Wa yahsulu fil ghalibi, na jambo hili mara nyingi linapatikana. Wa huwa alladhi tumlihi at-tabi'a duna takallufin, ni jambo ambalo linakuja tu automatic, moja kwa moja. Mtu anajikuta machozi yanatoka duna takallufi, pasina kujikalifisha. Katika baadhi ya misiba huwa watu wanakodishwa kwa ajili ya kulia, ili ionekane kwamba msiba huo ni msiba mkubwa, ni bonge la msiba. Wanatafutwa watu ambao wanaweza kulia, wanapewa pesa. Kwa hiyo anakuja pale, yuko kazini, analia kweli. Ukimwangalia unaweza kufikiri kwamba huyu atakuwa ni ndugu yake wa karibu, na namna alivyo mpaka na wasababisha na watu wengine wanakuwa ni wenye kulia vile vile. Kwa hiyo watu wanakodishwa kwa ajili ya kuja kulia, ili ionekane kwamba msiba huo ni msiba mkubwa sana. Mambo haya yanafanyika mijini. Lakini kama mtu atakuwa machozi yanamtoka, yamekuja tu mwenyewe kutokana na msiba huo, jambo hili halina ubaya. Ama kujikalifisha na kulia, jambo hilo litakuwa halifai. Faqad baka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ibnihi Ibrahima hina mata, hakika alitokwa na machozi mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki mtoto wake ambaye anaitwa Ibrahim. Mtume machozi yalitoka. Kuna sahaba moja akamuuliza, hata wewe ya Rasulullah unatokwa na machozi kwa kufariki mtoto? Mtume akamwambia, innal aina tadma'u, hakika macho huwa yanatoa machozi, wal qalba yahzanu, na moyo unahuzunika,
wala naqulu illa ma yurdi rabbana, na hatusemi maneno isipokuwa tunasema maneno yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin la yakunu dhalika ala wajhi at-tasakhuti wal-jazai wat-tashakki, na katika kulia huko hakutakiwi kuwe ni kwa kukasirika na kukasirikia makadirio ya Allah na kuchukia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kushtakia kwamba hicho kilichofanyika ni makosa, hicho kilichofanyika hakikutakiwa kufanyika. Ukifanya hivyo utakuwa unaingia katika makosa. Wa yahrumu an-nadbu wan-niyaha, ni haramu kuomboleza, ni haramu mtu kujipiga kwenye msiba. Wa shaqqul juyubi, na ni haramu vile vile kupasua nguo kwa sababu tumefiwa. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake mtume aliposema laisa minna man latama alkhududa, si katika sisi mtu anapopatwa na msiba akawa ni mwenye kujipiga vitefute, anajipiga mashavu yake, anajipiga, si katika sisi mtu anayefanya namna hiyo, si katika Waislamu. Wa shaqqal juyuba, na akapasua mifuko yake ya nguo, akapasua nguo yake. Wadaa bid'a wal jahiliya, na akaomba maombi ya kijinga, huyo si katika sisi. Ka kaulihi, kama vile kusema ya wailahu, wale wangu jamani, huyu marehemu ndiye aliyekuwa akinipa riziki, alikuwa akinipa pesa, alikuwa akinihudumia, nitakwenda wapi mimi? Mtu anasema maneno kama hayo, nitakuwa mgeni wa nani mimi? Wama ashbaha dhalika, na yanayofanana na hayo. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallama, na kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema an-naihatu, mwenye kuomboleza kwa kusema maneno hayo, muombolezaji anayesema maneno hayo ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo yamekatazwa na sheria, yeye akawa ni mwenye kuyasema katika msiba. Idha lam tatub, ikiwa hatotubia, kabla mautiha, kabla ya kufa, tuqamu yawm alqiyamati wa alaiha sirbalun min qatranin, siku ya kiyama atavalishwa vazi ambalo ni la shaba. Shaba hiyo ni ya moto, anavalishwa vazi hilo. Wa dir'un min jarabin, na vile vile atapewa ngozi ambayo ina maradhi, ngozi ya mtu kujikuna, alafu ikavalishwa juu yake shaba inayoyushwa, inamchoma. Anaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu alikuwa na tabia ya kuomboleza na hakutubia kutokana na tabia hiyo. Ni wangapi ambao wamepata misiba, wamefanya mambo kama haya, wameomboleza, wameongea mengi, wamemkera Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia bado hawajaona kwamba hayo ni makosa, na wakatubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nilikuwa sifahamu haya, nimeyafahamu leo, na kuanzia leo nimetubia na nimeacha, sitofanya mambo haya tena. Kwa kuna watu wengi ambao wamefiwa na wamefanya mambo haya, wamezungumza maneno mengi, wanatakiwa watubie na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili kuikwepa adhabu hii ya kwenda kuvalishwa, kwenda kupewa kwanza ngozi ambayo ni mbaya yenye maradhi, alafu ngozi hiyo ikavalishwa vazi la shaba, ambalo shaba hiyo ni ya moto, inachemka, inamuunguza. Kwa kweli atateseka na ataumia na ataadhibika kupita maelezo. Hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuomboleza na kusema maneno ambayo yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Msiba ni kitu kizito, kinahitaji subira na kusema maneno ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala.
usije ukapata msiba na ikawa ni sababu ya kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala.